Nimeenda Afrika Kusini, nimekutana na NGO kwamba kumbe ameshatembeza watu huko na kwenda kusema Tanzania inanyanyasa watu, Wamasai wananyanyasika ndani ya nchi yao. Wamepeleka pia nchi Senegal, wanawake 20 wa Tanzania Kimasai, wakaenda kusema kwamba tunanyanyaswa, kuidanganya watu. Masuala ya Ngorongoro, serikali imetoa mwelekezo. Kiongozi wa mila wa kabila la Wamasai Ole Iguana ni Isaac Ole Kisongo, akishirikiana na timu nzima ya viongozi wa kimila Maria, wametoa tamko wakieleza wasiwasi wao kuhusu baadhi ya mashirika yasiyo ya kiserikali wanayodai yanatumika kuwagawa Masai na kuleta sintofahamu ndani ya jamii hiyo. Akizungumza kwa niaba ya viongozi hao, mzee Ole Kisongo amesema kuwa kumekuwepo na makundi ya watu yanayodaiwa kufadhiliwa na mashirika hayo ambayo yamekuwa yakichochea migogoro na hata kuwapeleka baadhi ya wanawake wa Kimaasai nje ya nchi kwa madai ya kuishtumu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa inanyanyasa kabila hilo. Amesisitiza kuwa vitendo hivyo vinaharibu mshikamano wa jamii ya Wamasai na kuleta taswira isiyo sahihi kuhusu uhusiano wao na serikali. Aidha, mzee Ole Kisongo ameeleza kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakijitangaza au kujipatia uongozi wa kuwakilisha kabila hilo kwa njia zisizo rasmi, jambo alilosisitiza kuwa uongozi huo ni batili na hautambuliki na viongozi halali wa kimila wa Wamasai. Viongozi hao wa mila wamewataka Wamasai kuendelea kudumisha umoja, kulinda mila na desturi zao na kuwa makini dhidi ya juhudi zozote zinazoweza kuleta mgawanyiko ndani ya jamii hiyo. Mimi kama mwenyekiti wa taasisi au kiongozi mkuu jamii wa Wamasai Tanzania, nimeona kwamba nisemee jambo hili ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo yetu, hasa Arusha, maeneo ya Mtaambo, kuhusu watu wachache wanayetaka kupata nafasi ya kuwa kiongozi mkuu ambao anajiita Afrika Mashariki, ambaye mwenyekiti wa Afrika Mashariki, kitendo ambayo hakipo. Wamasai tangu makarne na makarne hatujakuwa na nafasi hiyo. Tunajua tunakuwa na Wamasai ambao uongozi wao ni Malaigwanani aina 3. Kuna Malaigwanani ya ukoo, kwa maana ukoo wa Lesa na Molel, na kuna Malaigwanani walezi, vijana wa rika, na kuna Malaigwanani warika hiyo au marika hiyo wa vijikundi la vijana. Kwa hiyo viongozi hao wanakuwa aina 3. Sasa kuna hali ambayo imekuwa ikiendelea ndani ya jamii yetu, au viongozi wachache wanayepitia kwenye maeneo au mashirika wanayetaka kubatiza kupata nafasi ya mwenyekiti au Legwana mkuu wa Afrika Mashariki. Hiyo inaikanisha hakipo. Nafasi hiyo hakipo, haijawahi kutokea. Lakini kama unavyojua, Masai wanaishi Tanzania na Kenya. Tunafahamiana kwa rika zetu, rika ni moja, kwao ni hizo. Kwa hiyo akitokea Kenya ana uongozi gani katika haya 3 niliyoeleza, inafahamika nafasi hiyo na inapatikanaje. Nafasi yote inachaguliwa na makundi ya jamii, kama ya rika, makundi ya rika hiyo, kama mlezi, makundi ya rika hiyo. Lakini Laigwanani ya ukoo inachaguliwa na ukoo, kwa maana ukoo wa Mole, ukoo wa Lesa. Kisha chaguliwa na kuwa kiongozi ya kusimamia masuala mbalimbali yote ndani ya ukoo wake, hata nje ya ukoo wake, hata ndani ya marika zote. Kwa hiyo anakuwa kiongozi huyo. Mimi basi, kwa nini mimi nasema kwamba mimi ni kiongozi mkuu? Baraza hili la Maria limekuwepo na makarne na makarne, tangu miaka 1774 imekuwako hiyo Maria. Tunapokea kutokana na marika. Mimi ni rika wa Makaa au Kishumu. Nimepokea kutoka rika inaitwa Seuri, ambayo sasa hivi wamekuwa ni wachache mno. Ni shida kuona tunakuwa wachache, kama ni wengi kwenye kikao tunapata 5 au 7 au 2 au wasiopo moja kwa moja. Maana wameshastaafishwa, rika wa Makaa ndio tumestaafishwa. Sasa ametokea ndani ya Makaa, ndani ya hizi rika mbili inayofuatana, ambayo ndio yuko hapa, rika la Landis au Kidotu au Makaa au Roipo,
wamekuwa ndio wasilishi wa kutaka kuleta kitu kipya ambaye kipo kama ile ambayo nimesema kwamba nafasi ya kiongozi Afrika Mashariki ambaye kipo. Sasa majuzi na jana taarifa niliyopata kwamba wanajisatiti kuchagua nafasi hiyo. Kuna mmoja ambaye anakuwa na NGO, ni mwenyeji ya kule Ngorongoro Loliondo, anania hofu ndani ya jamii wa Masai, maana analeta kitu tofauti. Kwanza kidogo baada hawajapata nafasi ya kuwa viongozi hawa, ninayesema Malaigwa nani wa Baraza la Maria. Mimi ndio nitakapokuwa najiusulu au tunajiusulu rika yetu, ndio naomba Korianga nafasi ya kuja nao kwenye baraza letu. Sasa hivi Korianga hakuna hata mmoja. Sasa huyu ni Landis au Keng'wande anayejitaka kupata nafasi hiyo kwa kuendesha kampeni za kipesa kwa mashirika zake ili achaguliwe. Wengine wapo ambaye wapo wanashirikiana. Manjiro alikuwa ni mtendaji, alikuwa ni afisa tarafa kata ya Mbore, hata amestaafu. Sasa amekuwa akiendesha vitu vya namna hiyo, kitu ambaye amepelekea hata miaka jana serikali imestovisha kuzuia tamasha ambaye alikuwa anafanya hofu, ambaye alikuwa anafanya pale Moshi hapo Siha, ambaye baada ya serikali kutoridhika na mwenendo hiyo tamasha ikastovishwa, ikasuuliwa. Maana yake ilikuwa na nia hofu ndani ya jamii. Na mpaka sasa hivi nimeona au tumeona, tusiposemea kama viongozi wakuu tunaweza tukailegeza tukapuusa. Baada hiyo wakasababisha vitu vibaya, kuanzisha kuleta tofauti ndani ya jamii moja ambayo ni Wamasai, kuleta vurugu kama zile za Rwanda ya miaka 94, ugomvi wa Wahutu na Watusi. Kwa hiyo hawa, ningeomba serikali na jamii mzima katika nchi yetu, katika hata nchi ya Wamasai popote walipo, wailaani kitendo hiki kipya au uongozi hiki pia na itafutwa. Tuendelee kuamini uongozi uliokuwepo kwamba ni amana. Mimi mwenyewe nimefikia muda ambayo sio mbali sana, turuhusu Korianga itawaswe nao wawe viongozi walezi wa jamii, lakini tunafuata utaratibu. Hawa wanayetaka kuwa kiongozi Afrika Mashariki, sijui anaenda kusimama wapi. Maana maeneo mila na desturi iko maeneo ambayo yuko Arusha na mengine yako Kilimanjaro. Eneo la kwanza iko sehemu moja inaitwa Lenyo Sabok, ambayo huwa vijana wanasika jue kusika miaka 7 na kufukuliwa miaka 7, kuendelea na tohara kama tulivyofanya miaka jana, na tohara inaendelea sasa, tutaendelea kutahiri miaka hizo. Eneo la pili ni eneo la Lerai, ambayo ndio nasubutishwa rika inayoingia mpya, ambayo utapata baraka ya maji iliyoko pale, lakini wanapata chokaa wanayopaka pale na kubarikiwa na baba zao. Na pale hakuna sehemu nyingine katika dunia, katika ndani ya Tanzania na nje ya nchi, ni pale ndio anapata baraka. Sehemu la tatu ni eneo la Mukulat au Mwandet, ambayo kuna maeneo mawili ambayo ndani ya jamii kuna kitu inaitwa Altwati na kuna inaitwa Algareto, ambao wanashiriki pale, na tumesindua miaka jana maeneo haya kusubutisha. Na hata Makiembe miaka zilizopita alienda kuitisha na rika ambayo ilikuwa inaitwa Nyangulo, pale inaeleweka na iko Arusha, na tunaamini na tunasimamia, na wanayesimamia masuala haya ya Kisongo na Larosa, ambayo ndio wanasimamia masuala haya ya jamii katika jamii iliyo na mfumo wa makazi 32, ambayo wako Larosa, wako Kisongo, wako Barakuyo, wako Salei, wako wanaitwa Iruarsikishu, wako Rupusikineji, Waiborkineji, wako wanaitwa Sambur, wako wanaitwa Loitokitoki, wako wanaitwa Loitai, wako wanaitwa Irmoipoi, wako wengi. Kwa hiyo ukihesabu wako 32. Hao wote ni Wamasai, aina 6 iko Tanzania, 26 wako Kenya. Wanako Wamasai wametoka kupitia Sudan, kuja kutoka huko Misri na kupitia Sudan na kuingia Kenya na kuingia Tanzania. Lakini wanayesimamia masuala ya mila na desturi, kwa maana Marika na Koo, ni wako hapa Arusha, hawa Kisongo na Larosa. Hawa anayejitafutia nafasi hii, tena vijana Landis ambayo bado muda wao, ambaye hajawahi kuchaguliwa kwa hata kiongozi yoyote, sio kiongozi ya rika, sio kiongozi ya ukoo, ni raia tu, lakini anataka kuingia kwenye mela,
kutafuta nafasi ya mwenyekiti ya Afrika Mashariki, kuilobi na kuidanganya Wamasai kutumia mapesa shirika ya mashirika zao. Haya mashirika inatakiwa tuwe na tahadhari, kama nilichokushasema kwamba ina matatizo. Miaka jana mwezi wa 11 nimeenda Afrika Kusini, nimekutana na ma-NGO kwamba kumbe wameshatembeza watu huko na kwenda kusema Tanzania inanyanyasa watu, Wamasai wananyanyasika ndani ya nchi yao. Wamepeleka pia nchi Senegal wanawake 20 wa Tanzania Kimasai, wakaenda kusema kwamba tunanyanyaswa, kuidanganya watu. Masuala ya Ngorongoro, serikali imetoa mwelekezo, watu watoke kwa hiari, hakuna mtu aliyetolewa kwa nguvu. Lakini NGO au mashirika imekuwa nafasi zao kuitangazia kupata mapesa ya kudanganya, kuchochea mafurugu ndani ya jamii na kusorofisha kabila zetu, kuonekana ndani ya nchi, au serikali ione kwamba ni watu wananyanyasa. Serikali inanyanyasa wakati hanyanyaswi. Hakuna mtu amenyanyaswa, watu wamehama kwa hiari, wameenda Msomera, wameenda wasomi. Kino Letelele alikuwa ni wakilishi wa Ngorongoro kama mbunge, na wengine Kino Loltia Masi alikuwa ni madiwani, ameenda. Hakuna mtu ambaye amepelekwa kwa nguvu au ameharakishwa. Bado watu wa Ngorongoro kwa taratibu ya serikali. Mimi nakanusha haya matatizo. Serikali iangalie mashirika ya NGOs wanayenyemelea ndani ya jamii wa Masai kutumia mapesa kuwadanganya Wamasai na kufanyika vikutano pale eneo inaitwa Makuti. Hoteli moja inaitwa Makuti pale Mtaambo. Ndio imekuwa dikota yao kufanya vikao vyale, kuileta matatizo katika nchi yetu. Naomba serikali za Ulaya zetu, kwa maana mkoa wa Ulaya wa Monduli na mkoa wa Arusha, Bwana Amos Makala aitambue Arusha sio dambu la kuingiliwa na kuharibiwa Wamasai, ambayo Wamasai ni watu waaminifu, ni watu watiifu, ni watu ambao nakubali kuelekezwa. Tunafuga kwa amani, tunalima kwa amani, biashara kwa amani, tunauza mawe zetu za Tanzanite na kule Mndara kwa amani, hakuna furugu, tunapata nafasi nzuri, tunasomesha watoto zetu, tumehudumia na serikali hii, tuna barabara imekarabatiwa, hospitali miundombinu iko kila sehemu, vituo vya afya viko sehemu mbalimbali, shule zote zimejengwa, hakuna kitu ambaye hatuna. Umeme umefikia vijijini porini. Sasa tuseme nini? Rais aliyopo ambaye yupo sasa hivi, Samia, ametambua Masai na makabila sote kwamba anahitaji huduma na anahudumia. Lakini nasema tusitumiwe na mashirika yenye matatizo, yenye kuchotea maugomvi, wenye kuleta maajabu na kupeleka watu nje ya nchi kwenda kulia kwamba tunanyanyaswa. Hamuna mtu ananyanyasa. Wa Tanzania wako huru, tunaishi. Kwa hiyo naomba mkoa wa Ulaya Monduli na mkoa wa Arusha Amos Makala na mkoa wa Kilimanjaro wajasari na hao watu, kwa sababu anatoka wengine anakuja Kenya, kutoka Kenya anakuja hapa. Hatuchukui akija tukishirikiana kwa vikao halali. Lakini sio vikao vya kufanyika mambo ambayo haina maana. Wanakaa sehemu nyingine hapa Buruka, kwa sehemu ambayo anakaa usiku na mchana kufanya furugu na kutofautisha vitu ajabu. Uongozi anafanya Alex Songo, nami naachia. Na hapa watu kama kawaida anakuchukua kama ndipo chaguliwa. Si kwenda kuchaguliwa barabarani au kwenye baa, nilipewa kwa utaratibu. Kwa hiyo serikali iendelee kuratibu hao watu wanaosafiri kwenda nje ya nchi na kuleta pesa haramu kupitia mashirika. Ichunguzi haya mashirika, kama kuna mashirika yanayokusanya pesa kwa njia ajabu, iangaliwe kwamba haya mapesa inaenda kutumika jinsi walivyosajili au wanaleta matatizo ya kufuruga jamii yetu. Sasa nimekuwa tayari kusema hao watu ambayo kila siku tukijaribu kuambia kwamba wacheni kitu hawasikii. Kwa hiyo nimesema ili jambo, nimesema kwamba alifai, na nimekanusha uchaguzi huo haipo. Wanaitafuta uchaguzi ya kikabila hovyo, katika kabila ni moja, haipo. Wanaitafuta kutawanya watu kikanda, haipo. Tuna mabarasa sote tumeanzisha, iko Kiteto kule, yuko kule Dar es Salaam eneo la Makumbusho, yuko kule Tanga eneo la Enteni, yuko hapo Kisumu. Tumeanzisha matawi yetu ya kufanya shughuli yetu kwa amani, kutatua masuala ya nchi ya watu, kuwapatanisha watu na mambo mengine ya jamii, wala sio vinginevyo, wala kwenda kutafuta mapesa ya kuonyesha kwamba watu wananyanyaswa. Hamna mtu ananyanyaswa.
na nimekuwa tayari kusema. Nimeenda Ngorongoro kuangalia kama serikali inatumia nguvu sana, haipo. Nimetumia JMAT, Jumuiya ya Maridhiano Tanzania, tumefuatilia watu wanaishi salama, lakini watu wamefanya Ngorongoro, kuhama Ngorongoro wamefanya ndio sehemu ya kipato chao. Na hilo hatumung'unyi tena, tunasema na ichunguzwe, na serikali ya Samia ichunguze kupitia mikoa haya. Wamasai wako mikoa 14 au 15, wako Arusha, yako mkoa Arusha, yuko Tanga, yuko Kilimanjaro, yuko Pwani, wako Dar es Salaam, wako Morogoro, wako Rukwa, wako Dodoma, wako Mchombe, wako Mbeya, wako Manyara, wako Singida, maeneo Manyoni, wako sehemu zote. Kwa hiyo hawa ndio Wamasai. Mtu anayesema yeye ni Masai mwingine hawa nani hawezi kutengeneza kabila. Hana nafasi hiyo. Wanaita kutenganisha, kusema hawa Ilarusa ni kabila nyingine. Kwanza Ilarusa ndio anatengeneza rika na inaeleweka. Juzi Amos Makala ndiye ameenda kusindua hiyo jua pale. Alafu kuna sehemu nyingine ambayo imesinduliwa. Kwa hiyo anasema kwamba hawa Ilarusa ambaye Lesongo ndiye anasimamia ametokana naye sio Masai, wanaota ndoto mchana wakati ndio inapatikana usiku. Kwa hiyo haifai na tumekataza. Asante. Naambia jamii ya Wamasai popote pale walipo, hakuna Masai mbadala, ni Wamasai wale wale ambaye kama nilipotaja. Wasikubali kurubuniwa na ndio wanataka uongozi kukusanya mapesa kutoka nje. Nchi hii ambayo hataki amani iliyopo. Amani iliyoko Tanzania ni faida kwa Tanzania kupitia kabila zote. Kila kabila ina nafasi yake nzuri na Mungu ndiye ameweka makabila. Kwa hiyo nawaambia Watanzania wote na Wamasai wote, jamii ya Wamasai ambayo ndio wanarubuniwa, hakuna nafasi kipya. Nafasi kama nilivyosema ndio wale, ndio ile niliyosema. Kiongozi napatikana ndani ya jamii, wala sio barabarani, wala sio kwenda kufanya makuti pale mtambo. Kiongozi napatikana kupitia koo niliyosema au marika. Hawa wanajitafutia uongozi mpya kupitia wale wanayosema kupitia mashirika. Haipo hiyo nafasi, na serikali naambia wasione kwamba wasilegeze kusema kwamba labda Wamasai ndio nani. Wakilegeza wana mbinu nyingi wa kuleta furugu ndani ya nchi, wanasijua wenyewe. Wanatumwa na watu wasiotakia Tanzania amani.